Ulipoamua kuondoka kwenye ndoa yako, unapofanya maamuzi yako ya kuondoka kwenye ndoa yako, je, hayo maamuzi siyo ya kinyama? Hayo maamuzi siyo ya kijinga? Naingia kwenye ndoa na mwanaume wa kwanza, namuona na matatizo, naondoka. Naenda kwa mwanaume wa pili, namuona na matatizo, naondoka. Naenda kwa watatu, namuona na matatizo, naondoka. Sijui kumbe tatizo liko ndani yangu, ninatembea nalo, ndio maana kila ninapoenda nalikuta lipo ndani yangu. Mara nyingi tunanyosha kidole kwenda kwa yule, badala ya kutazama kwamba viko 4 na cha 5.5 vyote vinakuja kwangu. Jichunguze kwanza wewe. Wewe mwenyewe ulipoamua kuondoka kwa yule mwanamke, yani ukiwa wewe kama ni mwanamke A, nikikuuliza hili swali, ulipoamua kuondoka kwa mume wako, hukufanya maamuzi ya kijinga, hukufanya maamuzi ya kinyama? Kabla hujaje kuangalia huyu kijana anafanya maamuzi ya kinyama, angalia maamuzi yako. Hebu nikutafakarishe kidogo kwa neno la Mungu. Angalia Zaburi ya 73 ule mstari wa 21, 22. Zaburi ya 73 mstari 21, 22. Ukisoma ile Zaburi tunamwona pale Daudi anasema, nilipokuwa na uchungu moyoni mwangu, nilipokuwa nimejeruhiwa ndani yangu, nilikuwa mjinga, nilikuwa mpumbavu, nilikuwa mnyama katika kuwaza kwangu na kuamua kwangu. Mjinga, mpumbavu, mnyama katika kuwaza kwangu na kuamua kwangu. Kwa hiyo wewe unapofanya maamuzi ya kuondoka kwa mume wako ukiwa una uchungu, ukiwa moyo wako umejeruhiwa, uwe na uhakika maamuzi unayofanya, unafanya maamuzi ya kijinga, unafanya maamuzi ya kinyama. Mtu aliyejeruhiwa moyo, mtu mwenye uchungu moyoni, hana uwezo wala uwezekano wa kufanya maamuzi ya kibinadamu. Hana uwezo wala uwezekano wa kufanya maamuzi ya kibinadamu. Neno la Mungu pia katika Zaburi ya 109 ule mstari wa 22 linasema, mimi ni mnyonge na mhitaji, moyo wangu umejeruhiwa ndani yangu, ninapita kama kivuli kinachotoweka. Kwa hiyo moyo wako kisha jeruhiwa, unakuwa mnyonge, unakuwa mhitaji, unakuwa ni mtu anayetazama namna ya kufa, kupotea, kutoweka. Utazami tena kwa namna ambayo ni akili ya kibinadamu iliyotulia yenye kufanya maamuzi yenye maana. Kwa hiyo ninakuletea somo gani, mwanamke mwenzangu? Kwamba pale ambapo umejeruhiwa, pale ambapo umeumizwa, pale ambapo una uchungu, sio mahali pa kufanya maamuzi, wala sio sababu ya wewe kuondoka kwa mume wako. Sio wakati wa kufanya maamuzi. Ukifanya maamuzi utafanya maamuzi ya kinyama, utafanya maamuzi ya kinyama kuliko unavyofikiri, na siku moja utakuja kukumbuka maneno yangu kwamba unyama ulioufanya sasa unauona ndani ya maisha yako. Mwanamke A, unyama aliofanya sasa aliuona ndani ya maisha yake, anapokuwa sasa anadanga pamoja na watoto wake. Anapokuwa sasa anapodanga pamoja na watoto wake, unyama umeingia kwenye maisha yake, kwa sababu anakuwa na kijana mwenye umri wa mtoto wake ambaye anamtamani Piskali, ambaye ni binti yake, yuko ndani ya nyumba yake. Yaani mwanamke yeye mwenyewe A ndio anayempelekea simba kula mtoto wake. Sasa unyama wa ajabu kabisa, na kuharibu binti yake mwenyewe ndani ya nyumba yake mwenyewe. Lakini sasa nikupe mfano wa mwanamke B. Mwanamke B sasa yeye amepita katika kipindi cha phase 2 of the marriage, kipindi cha pili cha ndoa. Ameshatoka kwenye kile kipindi cha honeymoon, fantasies, mambo mengi ya kuwaza, paradiso, naingia kwenye paradiso ya ndoa. Kawaza hayo mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, moto umeingia, sasa uhalisia unakuja. Anajua tabia halisi za huyu mwanaume. Tabia halisi za kwake zinajitokeza, vita ndani ya ndoa, maumivu, uchungu. Sasa mwanamke B kwa neema ya Mungu amepata uelewa wa kujua kwamba kipindi ninachopitia cha uchungu nisifanye maamuzi ya kuondoka. Hebu nitulie nione nitafanya nini. Anasoma vitabu kujua walioshinda walishindaje, anawafuata walimu, counselors, anawafuata marafiki wanaotamani kuona ndoa zinaboreka, wanaomba pamoja naye, akilia wanalia pamoja naye, wanatafuta mbinu mbadala za kumfanya mmewe abadilike, ajirekebishe. Hapa anaweza kujirekebisha, pale anashindwa kujirekebisha, vingine mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu vinaendelea. Pambana hivyo hivyo, anaendelea, inuka, lala, anaendelea. Imefika sasa na yeye ana umri, mwanamke B, miaka 45. Anapofika miaka 45, binti yake na yeye ana miaka 18, 20. Sasa mume mwenye akili aliyepata neema ya kutunza watoto wake na kuwaona wakikua, wanapofikia miaka 20 anamuona sasa binti yake akiwa mrembo. Hakuna mtu
Katika wanaume hamna wanaonaga wanawake wazuri. Wa kwanza anayemuona mzuri kabisa ni binti yake mwenyewe. Anampenda, anamtazama kama kito cha thamani, kama malkia mikononi mwake. Kwa hiyo anaongea na binti yake, anamwambia binti yangu, epuka sana wanaume watakuumiza. Usikubali kuchezewa. Anamfundisha binti yake kwa sababu anampenda, anamuona kama malkia. Mwanaume kwa kawaida anapenda sana binti yake. Sasa anapomfundisha binti yake, maana yake nini? Anatafakarishwa wakati huo yeye mwenyewe anamfanyia nini mke wake, amemfanyia nini mke wake. Kwa hiyo tayari inamfundisha kuona ni jinsi gani na mimi namkosea binti wa mwanaume mwingine, kwa sababu sasa anamuona binti yake na anajua watu watampenda na anajua watamuumiza kama yeye alivyoumiza mke wake. Kwa hiyo inamuingia ndani, anaanza kujifunza kubadilika. Lakini pia ule moto aliokuwa nao, moto unaozidi upupu wa miaka ile aliyokuwa nayo 25, 30, 35, nao umeanza kupoa, na miaka 45 sasa inaenda 50, umeanza kupoa. Akili zilizokuwa zinaelekea mkiani zimepata kurudi kwenye kichwa. Kwa hiyo akili yake inatulia, anaangalia future. Hivi tunaacha nini kwa ajili ya watoto? Kwa hiyo wakati huo sasa ni wakati wa kuombwa msamaha, ni wakati wa kufarijiwa. Hakika kwa wanawake wengi waliopita kwa ushindi kipindi cha pili cha ndoa, wakifika cha 3 na cha 4, ni wakati wa kufarijiwa. Ni wakati ambao huwa anamuona Bwana waliyemlilia muda ule wote. Kwa hiyo mwanamume anakaa na mke wake, anamuomba msamaha, naomba nisamehe. Kipindi kile nilikuwa nafanya hadi mimi mwenyewe najishangaa. Anamwambia mke wake, hebu tuangalie hivi tumejenga wapi? Hebu sasa hivi fanya hiki, fanya hiki. Yaani namna fulani hivi mwanamke anafarijiwa, anatengenezwa. Mwanamke bi sasa anapita kwenye maisha yenye ushindi. Maamuzi yenye akili aliyowafanya akiwa na miaka 25 hadi 30, anayaonja akiwa na miaka 45 mpaka 75. Anajua kusherehekea miaka 25 ya ndoa na mume wake. Anajua kusimama na mume wake, wakikabidhi binti yao kwa mume, wakikabidhi vijana wao kwa wake. Anapoenda kusherehekea miaka 75 ya ndoa pamoja na mume wake, anapoenda kusherehekea miaka 50 ya ndoa pamoja na mume wake, anaona ushindi kwamba kweli Mungu yupo. Nilipovumilia wakati ule, kweli mchumia juani hulia kivulini. Anauona utu sasa ndani ya maisha yake. Ni heri ukalima leo uje kula. Ni heri ukachumia juani leo uje kula kivulini. Naomba nikutie moyo mwanamke mwenzangu, maamuzi unayofanya usifanye ya kinyama, usifanye ya kijinga. Usifanye ukiwa ni mnyonge aliyejeruhiwa moyo, sasa ndio unafanya maamuzi katika unyonge, katika hali ya kutoweka kama kivuli kinachokwenda na upepo, kinachokwenda na jua. Mungu akubariki sana na kwaheri.